Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi wa wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen, lakini pia na uongozi wa wapiganaji wa Hizbullah nchini Lebanon wameahidi mshikamano na mamlaka nchini Iran na wameahidi kwamba watashiriki katika mapambano yanayoendeshwa na Marekani pamoja na Israel katika kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi wa wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen ameahidi kwamba lazima watatoa mshikamano kwa Iran. Yemen imesema wako tayari kwa maendeleo yoyote muhimu kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Watachukua hatua katika shughuli mbalimbali kwa mshikamano na Iran. Hakufafanua zaidi, lakini amesema kwamba kwa sasa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaendesha vita vya taifa zima la Kiislamu dhidi ya dhulma ya Wamarekani na wa Israel na Wazayuni kwa ujumla. Hizbullah kwa upande wake nayo imeonyesha kwamba itashikamana vilivyo na Iran baada ya mashambulizi ya leo Jumamosi, na imeonya katika taarifa ya matokeo mabaya kwa eneo hilo bila kusema iwapo itahusika. Hizbullah, kundi la wapiganaji wa Kiislamu wa Kishia na wanachama wa kisiasa ambao wamepigana katika migogoro mingi na Israel tangu kuanzishwa na walinzi wa mapinduzi ya Iran mwaka 1982, ilidhoofishwa sana na Israel katika vita vya mwaka 2024 wakati kiongozi wake Hassan Nasrallah alipouawa. Israel ilikuwa imeionya Beirut kwamba ingeipiga Lebanon vikali, ikilenga miundombinu ya raia ukiwemo uwanja wa ndege ikiwa Hizbullah itajihusisha katika vita vyovyote vya Marekani na Iran. Hata hivyo, jeshi la IRGC kupitia uongozi wake limesema kwa sasa lipo tayari kwa ajili ya mapambano na halihitaji usaidizi wa aina yoyote, na kwamba wakati huu limejiandaa vilivyo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na Israel, na kwamba sasa litatoa silaha nyingi zaidi ambazo zipo katika maficho na ambazo ni za ziada. Endelee kusubiri ni nini ambacho makundi haya yatafanya, lakini kumbukwe kundi la wapiganaji la Kihouthi liliweza kupambana na Marekani katika eneo la bahari ya Sham, lakini pia liliweza kupambana na Israel licha ya kuuawa kwa baadhi ya viongozi wake wa kisiasa, lakini bado ni moja kati ya makundi ambayo yanatumainiwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na kuna uwezekano mkubwa likaanzisha mashambulizi wakati wowote. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.